Leo kuna mabadiliko ya hatima na yameanza sasa. Ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, kuna mabadiliko ya hatima. Kuna milango inaenda kufunguliwa, iwe ni milango ya karma itafungwa au destiny itafunguliwa, lakini jua kuna mabadiliko ya hatima. Hii ni kwa sababu gani? Mwezi unaingia katika nyota ya Vago leo Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa 7. Vago ni ishara ya mpangilio, inadili na masuala ya afya, kazi za kila siku, nidhamu na usafi. Kwa hivyo huu ni wakati ambapo ni kipindi cha kusafisha kila eneo la maisha yako. Naposema kusafisha, si kwati ni kusafisha tu mwili, bali unasafisha nyumbani, unasafisha akili, kwa sababu Vago inatawaliwa na Mercury. Unasafisha hisia na hata kufanya cleansing ya kiroho ili kuondoa nishati ambayo haifai katika mwili wako. Ondoa vitu, ondoa tabia, ondoa yale mahusiano ambayo hayana nafasi katika hatua mpya ambayo unatarajia kuingia. Na kwa nini nasema leo ni hatima? Hatima inaenda kubadilika. Kwa hivyo katika saa chache zijazo, huenda ni mchana ama jioni, kutakuwa na muunganiko mkubwa sana wa kiroho. Huu muunganiko ulikuweko, lakini unaendelea kuweko, energy inaendelea kuenea. Mwezi unaingia katika Vago, lakini vile vile unapoingia katika Vago unaungana na South Node na North Node. Sasa watu watajiuliza, Dr. Mwaka, sasa hizi South Node, North Node ni nini? Mwanzo usisahau kusubscribe katika channel yangu ili uweze kuelewa elimu ya ndani zaidi ya masuala ya unajimu. Kwa hivyo South Node huwa tunaiita Ketu, North Node huwa tunaiita Rahu. Sasa watu wengi huwa hawaelewi South Node ni nini na North Node ni nini. Wanashangaa hizi ni sayari unazozisema kinajimu ama ni vitu aina gani? Sasa Rahu, North Node si sayari halisi, lakini huwa tunasema hii ni nodi ya kaskazini ya mwezi. Kwa hivyo ukisikia North Node tunasema kuhusu Rahu ambayo ni nodi ya kaskazini ya mwezi, na inapokuwa hata wewe uko nayo, ulipozaliwa kuna mahali ilikuwepo. Ndio maana watu tunasema jamani, msomewe natural chart reading. Kwa hivyo pale utanitafuta uweze kujua hii nodi yako ya Rahu ikoje, iko wapi, inakwambia nini. Kwa hivyo North Node ikiwa sehemu fulani huwa inawakilisha destiny ya mtu, na ndio maana ni muhimu ufanywe natural chart reading ili uweze kuelewa North Node yako iko wapi. Kwa hiyo North Node na South Node leo zitakuwa na mwezi pale wa Vago, ambapo North Node inapokuwa inasimamia tamaa na malengo yako makubwa, inasimamia ukuaji na mwelekeo wa maisha, unasimamia mafanikio ya kidunia, kwa sababu hii ni destiny, imebeba destiny, na pia kuna zile fursa ambazo hazitarajiwi zinakuja tu ghafla. Pia kuna yale mambo ya kigeni kama teknolojia na ubunifu huwa inasimamia. Kwa hivyo hii Rahu huwa inakufanya wewe kusukuma, kwa sababu inaongelea kuhusu masuala ya destiny, inakusukuma wewe kutoka eneo lako lile ambalo umelizoea la faraja, ile relaxation mode, unatoka pale ili uende kujifunza masomo mapya. Kwa hivyo mara nyingi inapokuweko hii North Node ama Rahu huwa inaleta matukio ambayo yanabadilisha maisha yako. Ketu ni South Node ambayo hii ni nodi ya kusini ya mwezi, yani si sayari halisi, haionekani kwa macho ya kawaida, lakini kinajimu huwa inawakilisha node ya kusini ya mwezi, na hii ndo node ambayo inabeba karma. Kwa hiyo ukitaka kujua wewe ulipozaliwa ulikuja kutimiza karma gani, ndo hii tunaangalia South Node. Kumbuka Dr. Mwaka anafanya reading ikiwemo natural chart reading ya kuweza kujua South Node yako, North Node yako ilikuwepo wapi. Kwa hivyo South Node kama inawakilisha karma, huwa inapokuwa sehemu inakuonyesha vipaji ambavyo uko navyo kiasili, inakueleza kuwa unafaa kuachilia yaliyopita, inakupatia hekima ya kiroho, inakufanya wewe uweze kujitenga na vitu vya kimwili, na mwisho kabisa huwa ni mizunguko ya karma ambayo inafaa uitimize na kuifunga. Kwa hivyo Ketu
ama south node inapokuwa mahali, huwa inaonyesha mambo ambayo tayari roho yako imeshajifunza. Ndio maana sasa wakati mwingine huwa inakuletea hisia kwa hichi kitu hakiniridhishi hata ukifanikiwa. Kwa hivyo south node na north node umezielewa. Kwa hiyo leo tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, naona mwezi unaingia katika Vago na unaungana na south node na pia ukipingana na north node. Umenielewa? Kwa hivyo hii inaashiria nini? Kutakuweko na mabadiliko makubwa ya kiroho na kihisia. South node Ketu inatufunza kuachilia mambo ya zamani. Kwa hivyo Ketu leo ama hii wiki yote inaweza kuanza kukuletea kumbukumbu za zamani, watu wa zamani kurudi, yale majeraha ya kihisia kuja, tabia ambazo ulizizoea na karma ambayo roho yako haijakamilisha itakuja. Ikiwa kuna mtu wa zamani alikunyamazia, anaweza akakutafuta. Ndoto za ajabu ambazo zilikuwa hauzipati zitaanza kuongezeka. Hizi zote hisia za zamani, maswali ya zamani, watu wa zamani wote wanaanza kurejea. Hii inamaanisha kuwa hii energy ni unafaa usiogope, kwa sababu zinapokuja hazijakuja kukurudisha nyuma, bali zinakuja kukupatia nafasi ya kuweza kuzifunga na kuziacha ili uendelee na hatima yako. Na ndio maana leo nasema mabadiliko ya hatima yanaenda kubadilika kutokana na huu muunganiko wa nishati. North node Rahu huwa inaongea kuhusu hatima, na ndio maana ninakwambia hatima inakuita. Upande mwingine hii Rahu itakuwa katika Pisces, na nimekuambia mwezi leo ulikuwa katika Vago, na ndio maana inapingana na Rahu. Kwa hivyo Rahu ikiwa katika Pisces inakukumbusha kuwa huwezi kudhibiti kila kitu. Safari yako ya baadaye inahitaji imani, intuition na kuamini muda wa Mungu, kwa sababu kadri unavyoachilia yaliyopita ndivyo unavyoanza kutengeneza nafasi ya fursa mpya ambazo zitaendana na destiny yako. Kwa hivyo tutarajie nini leo? Kitu kimoja, kutakuwa na ndoto zenye ujumbe muhimu, kutakuwa na synchronicities au ishara katika ulimwengu utaziona. Watu wa zamani wanaweza kurudi kwa ajili ya kufunga au closure. Kunaweza kutokea mwanga ghafla kuhusu hali ambayo ilikuwa inakuchanganya, lakini ghafla ukaanza kupata majibu. Mwisho ni kuwa karma fulani inaweza fungwa na sura mpya inaweza anza. Lakini pia hapo hapo mwezi uko katika Vago, lakini utafanya trine na Chiron. Sasa unapofanya trine na Chiron huwa analeta uponyaji, ambalo linamaanisha kuwa kuna jambo ambalo linaenda kufungua mlango wa kuponya majeraha yanayohusiana na wewe. Labda ulikuwa hujithamini, labda ulikuwa hakuna usalama wa kifedha, labda ulikuwa unathibiti mambo yako mengi. Kwa hivyo ile thamani yako binafsi inaenda kurudi. Yale maumivu ya zamani ambao unaletwa kuyakumbushwa bado yana uwezo wa kubadilika na kuweza kuwa hekima kubwa. Pia nilikuwa naona kidole cha Mungu. Katika unajimu kidole cha Mungu tunakiita Yoda. Kwa hivyo kwa nini tunasema Yoda? Mwezi utaenda kuwa katika kilele cha Yoda, na nimekuambia mwezi utakuwa katika Vago na pia utakuweko na hizi nodes. Sasa Yod inatokea, tukisema kidole cha Mungu, Yod inatokea pale kuna kuwepo na mpangilio maalum wa sayari ambao hizo sayari zitaform, ndio tunaita pale kidole cha Mungu. Huwa Yod au kidole cha Mungu kinatokeaje? Kinatokea kiwa kuna sayari mbili ambazo zinafanya sextile. Nikakwambia sextile ni pale sayari zinapoungana ama zinakuwa katika mstari wa nyuzi 60 ama 60 degrees. Sasa hizi sayari mbili zinakuwa zina in conjunct na sayari nyingine katika nyuzi ya 150, 150 degrees, ambao hiyo sayari ya tatu, ule muunganiko wa sayari ya tatu ndio kilele cha Yod ambao tunakiita kidole cha Mungu. Kwa hivyo kidole cha Mungu kinapokuwa ni sayari tatu ambazo zinadifa katika muunganiko wake wa nyuzi au degrees, inapokuwa huwa inaleta hatima au wito wa maisha. Kuna mabadiliko
ambayo hayataepukika. Kuna mabadiliko ambayo hayataepukika. Kuna maamuzi makubwa ambayo yanaenda kubadili njia yako ya maisha. Kwa hivyo hii haitokei tu, hii iko na sababu kwa nini imetokea. Kwa hivyo tukiona finger of Yod ama kidole cha Mungu, ni baadaye mwezi utakuwa katika kilele cha Yod ambacho ndio kidole cha Mungu, na kinapokuwa hapo ni ishara kwamba ulimwengu unakuja kukusukuma kubadili mwelekeo wako. Uende ukahisi kuwa umebanwa na maisha ya sasa, uende ukahisi kuwa sielewi kati ya maisha ya zamani na maisha mapya. Kuna hofu, lakini pia bado unaamshwa kiakili na kupatiwa imani ya kuwa yote yanaenda kuwa sawa. Pia naona kuwa kuna Uranus itaenda kusquare mwezi, hili tuliliongelea juzi. Kwa hivyo Uranus inaenda kukuletea pia mshangao. Kuna habari zisizotarajiwa, kuna mabadiliko ya ghafla, kuna ukweli ambao umefichwa utaenda kufichuka, kuna mitazamo mipya ambayo inaweza kubadilisha hali ambavyo ulikuwa unaona maisha kutabadilika. Kwa hivyo kile ambacho kinaonekana kama usumbufu leo kinaweza kuwa mwanzo wa baraka ya kesho. Kwa hivyo hii ni shati ya leo ya kuweza kubadili hatima. Usiione tu, hii ni shati unaweza kuitumia kuachilia ukamilifu kile usichokihitaji. Acha kuoverthink, acha kudhibiti kila kitu. Andika ndoto zako na mawazo yanayokuja ghafla tu yanapokuja. Pia tafakari kabla ya kufanya maamuzi yoyote makubwa. Kitu chengine, maliza sura ambazo zilikuwa zishakwisha. Badala ya kuendelea kuzibeba, zimalize na uzifunge. Cha mwisho kabisa nitakwambia kuwa sikiliza sauti yako ya ndani. Sikiliza intuition yako zaidi kuliko kelele za nje, kwa sababu ukikubali au mabadiliko madogo madogo ndiyo yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Kumbuka kuwa si kila kinachoondoka ni hasara. Mara nyingi ulimwengu unaondoa kitu ambacho hakilingani na destiny yako. Kwa hivyo usiulize mbona mtu huyu, mbona kitu hiki kinaondoka. Ulimwengu unajua, na kinachoondoka ni kwa sababu hakina alignment na destiny ya maisha yako. Kwa hivyo ili kufungua mlango wa kitu bora zaidi, leo ni siku ya kuachilia. Leo ni siku ya kujisafisha. Leo ni siku ya kujiandaa kwa hatua mpya ya maisha. Usisahau kusubscribe kwa masomo zaidi ya kuelewa nishati ya kila siku, kupata daily horoscope reading, kupata daily tarot reading na kuelewa elimu za ndani za kiroho.